Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endelea kusubscribe YouTube yangu, Instagram, Facebook, Twitter pamoja na TikTok ambao tumekuwa tukiendelea kupata faida. Matatizo mengi sana ambayo nimekuwa nikiyazungumzia wiki hii kwa kina mama, ni namna gani wanaweza wakajitibia wenyewe matatizo mbalimbali. Nikawa nimeulizwa na baadhi ya wadau wangu kutoka sehemu mbalimbali, nchi mbalimbali, tatizo la kutoka mimba, kutokuzaa mtu, kwamba kwa nini mimba zimekuwa zikitoka mara kwa mara. Mwanamke anaweza asizae kutokana na maumbile yake kuwa na udhaifu wa mwili. Udhaifu wa mwili unaweza ukachangia pia mwanamke kutokuzaa. Lakini pia matatizo ya kijini na kishaitani nayo pia huchangia mwanamke kutokuzaa. Anapata mimba, lakini mimba zinaharibika kutokana na zile ndoto anazoota usiku. Lakini moja, matatizo katika mfumo wa uzazi yanachangia. Na pili ni magonjwa ya zinaa kama vile kisonono, kaswende, au matatizo ya kisaikolojia kama vile wasiwasi fi suduri nasi, msongo wa akili, uoga na sababu nyinginezo. Hizi ni katika moja ya sababu ambazo huchangia kwa mwanamke kutokuzaa au kuharibu mimba. Sasa tutamsaidiaje mwanamke huyu ambaye akibeba mimba yake inakuwa ni yenye kuharibika mara kwa mara na anapenda awe mzazi? Unachotakiwa kufanya, unatakiwa uchukue tende. Unaziweka pamoja, tende, iliki, maziwa ya mbuzi, nimesema maziwa ya mbuzi, unachukua na asali, unachanganya pamoja. Kisha ukishavichanganya hivi vitu kwa pamoja, unaweza ukasema kama wewe ni Muislamu, ukasoma bismillahi 100. Ukasoma bismillahi 100, utakachokuwa unakifanya, unakunywa asubuhi, mchana na jioni. Unakunywa kijiko kimoja asubuhi, mchana na jioni. Maziwa pamoja na maziwa ya mbuzi. Mwanzo nilisema ngamia, samahani. Maziwa ya mbuzi, tende, asali na iliki pamoja, kidogo tu, changanya hizi. Utalinda mimba yako na isiharibike. Endelea kusubscribe YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Sheikh Sharif Majini, TikTok, Sheikh Sharif Majini. Nataka nikupe dawa namba 2. Dawa namba 2, namna ya kulinda mimba yako na kulinda uzazi wako. Hizi dawa zimekuwa na faida kubwa sana. Nimesema kwamba matatizo yanayosababisha kuharibu mimba, ikiwemo jini subiani, akiwemo jini mahaba, na ikiwemo tatizo la kisaikolojia kama vile magonjwa ya kisonono, kaswende na mambo mengineyo, ikiwemo wasiwasi ambao mwanadamu unamshika. Nenda kachukue maua ya mlonge. Maua ya mlonge yanatibu tatizo la kuharibika mimba. Maua ya mlonge yanatibu tatizo la kuharibika mimba. Utafanyaje? Utachukua nusu kikombe cha maua ya mlonge, utachemsha, ichemke haswa, kisha utachuja. Ukishachuja unachanganya, changanya katika glasi ya maziwa. Unachukua maziwa na yale maua ya mlonge pamoja, unayachuja. Ukishayachuja, changanya na maziwa, alafu mgonjwa anaweza akasema alhamdulillahi mara 100 na akasoma surat Fatiha mara 100 na akasoma ayat kursi mara 100. Mgonjwa atakuwa anakunywa kabla ya kulala, na asubuhi baada ya kuswali salati subuhi mgonjwa atakunywa. Maana yake nini? Dawa hii kazi yake kubwa ni kuimarisha yai la kike. Dawa hii ya mlonge pamoja na maziwa ni kuimarisha yai la kike. Wewe ambaye unapenda kupata ujauzito alafu ujauzito haupati, mlonge na maziwa yanaweza kukusaidia wewe kwa uwezo wake Mungu, na wengi wametumia dawa hizi na wameweza kunufaika nazo. Endelea kusubscribe YouTube yangu, TikTok, Facebook, Instagram, zote Sheikh Sharif Majini, ili uweze kupata faida zaidi kuhusu uzazi. Tunaendelea kupata simu kuulizwa, sasa Sharif, umekuwa ukitibia tatizo la uzazi,
umekuwa ukitibia matatizo ya kina mama kuto kupata mimba, umekuwa ukitibia matatizo ya mimba kuharibika, umekuwa ukitibia matatizo mimba zinasumbua. Wengine tunawaandikia mpaka makombe baadhi ya aya katika Qur'ani, tunawaambia nenda kanywe, na akinywa mimba yake inakuwa ni yenye kutulia. Sasa kuna kulegea kwa uzazi. Kulegea kwa uzazi mwanamke inaweza, kwa sababu inaweza kusababishwa kama vile kuzaa mara kwa mara. Yani kulegea kwa uzazi kunaweza kukasababishwa na mwanamke kuzaa mara kwa mara au kuzaa watoto wenye maumbile makubwa. Unapokuwa unabeba mimba mara kwa mara, unaweza kuzaa watoto wenye kilo kubwa au maumbile makubwa. Maana yake nini? Wewe sasa kuimarisha kizazi chako, umeenda hospitalini ukaambiwa kizazi kimelegea. Unataka sasa dawa mujarabu za asili kuimarisha kizazi chako ili usiwe na matatizo tena katika swala zima la uzazi. Utatumia dawa hii. Namba 1, utachukua mbegu ya embe. Mbegu ya embe. Mbegu ya embe ni dawa ya uzazi. Lakini pia magome ya mwembe ni dawa ya uzazi. Lakini pia majani ya mwembe ni dawa ya uzazi kwa mtu asiyeshika mimba. Sasa leo tunazungumzia mbegu ya embe. Unaiponda ponda ile mbegu ya embe, ukishaiponda hakikisha inakuwa jivu. Sasa hivi ziko mashine za kusaga mbegu ya mwembe, isage vizuri, ilainisha vizuri iwe laini. Ukisha ilainisha unaweza ukachukua na pamba, ukalainisha ile pamba, alafu ile mbegu ukaisokota katika pamba, alafu weka sehemu za siri ikae kabla ya tendo la ndoa. Unapotaka kwenda katika tendo la ndoa utajisafisha kwa maji mazuri. Unaweza kutumia dawa hii kwa muda wa siku 14. Endelea kusubscribe YouTube yangu Sheikh Sharif Majini. Nakupa dawa namba 2. Dawa namba 2, ukiona bado unataka kuimarisha uzazi wako, kizazi chako, mfumo wako wa uzazi umelegea, nenda kachukue malimao. Kachukue malimao, kisha yale malimao, dawa simple tu, utakuwa unaoshea nusu saa au dakika 40 kabla ya tendo la ndoa. Tumia dawa hii mara kwa mara kwa kila siku. Wewe ambaye unataka kuimarisha uzazi wako, chukua limao, utakuwa unaoshea, likate, kamua, maji ya limao changanya na maji, oshea sehemu zako za siri. Limao ni dawa kubwa sana kuimarisha uzazi. Endelea kuimarisha uzazi wako ili uweze kupata furaha ya watoto, ili uweze kupata furaha ya amani. Hizi dawa watu wamezitumia na wametupa majibu yaliyokuwa mazuri. Endelea kusubscribe YouTube Sheikh Sharifu, Facebook, Instagram, Twitter International Sharif Majini. Nataka nikupe faida moja ambayo faida hii inaweza ikawa ya mwisho. Mtu mmoja ameuliza, Sharif Majini International, nimekuwa nikipata tatizo la kutoa maji meupe katika sehemu zangu za siri. Maji meupe katika uke. Utajitibiaje? Mwili wa mwanamke unapokuwa umeelemewa na sumu mbalimbali. Mwili wa mwanamke unapokuwa umeelemewa na sumu mbalimbali, sumu ambazo zinatokana na vyakula, madawa tunayokula na vitu mbalimbali tunavyokutana nao na mfumo mzima wa mwanadamu. Kawaida ya jasho au mkojo au choo na hewa upumua, yani vinapumua. Jasho, mkojo, choo, kikubwa ama kidogo ama jasho lako, maana yake mwili wa mwanadamu ndio unapumua. Hata ardhi inapumua. Hata nyumba unapojenga unaweka sehemu ya kupumua ile nyumba yako. Maana yake ule mfumo ndio mfumo ambao mwanadamu anao. Sasa mifumo yote hii inapoziba, unakosa choo kizuri, kikubwa ama kidogo, unakosa jasho zuri la kutoka mwanadamu kama kawaida, mfumo wa sumu uliokuwa katika mwili wako unatafuta njia nyingine ya kutokea. Sasa aidha kama ulikuwa unapata choo kikubwa, choo kidogo, unapata jasho, aidha mwanadamu mwingine anaweza hata akatapika au mwanadamu mwingine akajihisi kichefuchefu. Njia mojawapo ambayo kwa mwanamke hutumika ni kutoka yale maji meupe.
Yale sio maji salama, ni maji ambayo unatakiwa ukiyaona ujitibie, kwa sababu yanatoka na uchafu. Ndio maana yakitoka mtu anakuambia mimi natoka yale maji, lakini maji yanatoka na uchafu, ni lazima ujitibie. Hivyo basi unatakiwa wewe mwanamke kusafisha uzazi wako mara kwa mara na kusafisha sehemu zako za siri mara kwa mara. Utatumia njia hizi ili kuondosha yale matatizo ya kutoka maji meupe. Nenda tena kachukue mbegu ya embe. Ponda mbegu ya embe. Ukishaponda mbegu ya embe iwe kama uji. Kisha chukua kijiko cha chai cha hiyo mbegu ya embe, alafu utaweka katika sehemu zako za siri. Utaweka kwa muda wa lisali moja. Baada ya muda huo utaosha mara 2 kwa siku. Utaosha mara 2, unaiweka baada ya lisali moja, alafu utaosha sehemu zako za siri mara 2 kwa siku. Utaondoa lile tatizo la kutoka maji meupe katika sehemu zako za siri. Lakini dawa namba 2 ambayo unaweza ukaitumia ni mwarobaini. Mwarobaini umekuwa ukitibu dawa nyingi, matatizo mengi sana, na watu wengi wameupanda katika majumba yao, wameupanda kama kimvuli pasipo kujua ni dawa. Na wapo watu wanajua kwamba mwarobaini ni dawa, lakini hatuutumii kwa sababu labda ni mchungu. Lakini mwarobaini, chukua nusu kilo ya majani ya mwarobaini, ya chume yale majani, kisha changanya na maji kama lita 1.5 au lita 2. Chemsha dakika za nusu saa. Kisha baada ya kupata vuguvugu, oshea kwenye uke. Yale maji ya mwarobaini, majani yake ushachanganya na maji, yale maji sasa oshea sehemu zako za siri. Fanya mfululizo kwa muda wa siku 14. Utakuja kunishukuru na utakuja kuniambia asante Sharif Majini kwa dawa hii ya mwarobaini, kwani imenitibia vizuri sana kuondosha tatizo la maji meupe katika uke wangu. Dawa ya mwisho kabisa ambayo nataka nikupe wewe mwanamke mwenye kunyonyesha, unataka kuongeza maziwa. Kila ukimnyonyesha mtoto wako maziwa hayatoki. Mwanamke anapoza anampoza mtoto, anamtafutia matatizo mtoto, apati maziwa, na maziwa ya mama mtoto anatakiwa anyonye si chini ya miaka 2. Sasa kwa huyu mwanamke ambaye, ziko dawa kina mama wengi wanajua, mashallah, wataalamu mmekuwa mkiwasaidia wa mama wenzenu ambao wamekuwa ni wajawazito na maziwa hayatoki, wamekuwa wakitumia hizo njia. Lakini njia mojawapo ni kitunguu saumu. Chukua kitunguu saumu vile vikubwa, chukua 6. Kisha ponda. Ukishavimenya viponde viwe kama uji. Kisha chukua robo au nusu ya asali, utachanganya pamoja. Kisha mgonjwa atakunywa asubuhi, mchana, jioni. Kitunguu saumu hiki kiponde. Ukisha kiponda, chukua na asali, changanya, atakunywa asubuhi, mchana na jioni mgonjwa. Baada ya siku 3 ama siku 2, kwa idhini yake Mungu, ataanza kupata maziwa na mtoto atafurahia chakula chake. Chukua kijiko kimoja cha uwatu, nenda katika duka lolote la kisunna, katafute uwatu, unga huo wa uwatu. Pika uji mwepesi na mzuri. Baada ya kuwa tayari uji huo wa uwatu, uchanganye vizuri chaula cha unga huo, yani ule uwatu unaupika uji, unaokoroga upate uji mwepesi. Utakuwa unakunywa asubuhi, mchana, jioni. Kunywa uji huo wote, si wenye kubakisha. Unaweza ukaunywa wote au kaubakisha kidogo, ukanywa asubuhi, mchana na jioni, kila siku mfululizo, na utapata maziwa. Unga wa uwatu. Uwatu ni dawa kubwa sana na imekuwa ikisaidia watu wengi. Aidha, ukishindwa uwatu, chukua mchele. Chukua mchele, andaa katika maji safi, kisha maji ya mchele huo mpe mama mzazi anywe maji hayo kwa wiki. Lakini kwanza maji hayo unaweza ukayasomea dua. Maji ya mchele yale yanaumiminiwa katika mchele ni dawa kubwa sana katika kuongeza maziwa. Ndugu yangu, nakaribisha maswali yenu inbox. Njoo katika boxi yangu ya private ama katika namba zangu unazoziona hapo. Ukija public sitoweza kukujibu. Njoo private kama una tatizo lolote la siri na mgonjwa anatakiwa kuja private. Unapokuja katika public, katika comment, mimi najua ni katika wale ambao wanataka kuonekana au wanataka kujaji mtu. Njoo private, nitakujibu kwenye comment, mimi nitalike, sito kuuliza chochote wala kukujibu.
Simu ni nyingi sana, niko busy sana. Ukipiga ukiona sipokei, jitahidi zaidi kupiga mpaka unipate, au kutuma SMS popote nje ya nchi. Alamsiki na Mungu akubariki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.